فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا كفارة لسيئاتنا بركة في أعمالنا وأعمارنا وارحم اللهم به مشايخنا ومعلمينا من له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ظلمناه أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Leo tunatarajia tuondokee aya ya 71. Katika aya takriban 10 zilizopita tulianza kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wassalam na Al-Hidri alayhi salam, ambapo Nabii Musa aliondoka na kijana wake kwa ajili ya safari hii ambayo ni kisa maarufu, na tukaeleza baadhi ya mafunzo ambayo yamesemwa yanayofika 20, na katika hayo tukasema mambo 7 wamesema wanachuoni ni katika mambo ya lazima kwa mtu ambaye anataka kutafuta ilmu na kupata ilmu, ambayo ni kama ni summary yale mafunzo mengine mengi, ambayo ya kwanza ni mtu kufanya al-ghurba, yani kuhama kama ambavyo Nabii Musa alifanya safari. Jambo la pili ni al-wara', kuacha mambo yote ya haram katika safari yake ya kutafuta ilmu, na bali kuacha pia mambo ambayo ni makruhat hata kama sio haramu. Jambo la tatu ni al-ju', mtu kupatwa na njaa mpaka Nabii Musa kadai chakula, lete chakula kwa sababu tumechoka. Yani hii ni pamoja na machofu na njaa, ndio maana amedai chakula. Kwa hiyo al-ju' ni sehemu katika kutafuta ilmu. Elimu haipatikani pamoja na shibe, ni vitu ambavyo vinakinzana. Mtu ambaye anashiba hawezi kusoma akawa excellent katika kusoma kwake. Lazima kutakuwa kuna shida kidogo ikiwa mtu anakula anachokitaka muda anaotaka, hapatwi na njaa. Jambo jingine ni tulisema ni al-ittiba', kufuata, kwa maana ya kwamba Nabii Musa alivyosema hal attabi'uka ala an tu'allimani ma 'allimta rushda, je ni kufuate ili unifundishe katika mambo ambayo ni ya uongofu uliofundishwa na Allah. Na pia jambo jingine tulisema ni at-tawadhu', kunyenyekea hata kama yule mwalimu ana nafasi ndogo
hapa duniani au hata mbele ya Allah, kama ambavyo Nabii Musa alikuwa na nafasi kubwa hapa duniani. Alikuwa yeye ni nabii na mfalme kwa Bani Israeli, na ni katika ulul azmi katika mitume, lakini bado alijidogosha, akawa na tawadhu, akawa anazungumza kwa heshima, hal attabi'uka ala an tuallimani, kwamba unifundishe. Wazi wazi akawa anaomba kufundishwa katika vile vitu ambavyo anavijua mtu huyo. Lakini vile vile katika tawadhu akasema, wala a'si laka amra, amri yoyote utakaoniamrisha mimi sitokwenda kinyume nayo. Kwa hiyo tawadhu pia. Alafu pia tukasema al-muhatara tukasema ni kutake risk, yani ki definition al-muhatara anasema ni mtu kuto kukubali kitu chochote chingine kimkatishe safari yake ya kutafuta elimu. Katika kutafuta elimu awe ameazimia tu kwamba jambo hilo ndilo analipa kipaumbele kuliko mambo mengine. Ndio maana Nabii Musa aliacha watu wake, aliacha kaumu yake, aliacha kuongoza Bani Israeli wote, akaenda kwa ajili ya kujifunza yeye. Na katika hilo akasema hata ikibidi kutumia karne nzima, basi yupo tayari ili mradi afikie mradi wake. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo wanachuoni wanayafanya kama ni summary ya yale ambayo yapo katika kisa hichi, pamoja na mafunzo mengine mengi ambayo tuliwahi hapo jana kusema baadhi yake. Tunaendelea na kisa hicho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fantalaqa, wakaendelea na safari yao wawili hao. Yani sasa wahusika wawili ni Nabii Musa na Al-Hidhri, kama kwamba Yusha bin Nun hayupo tena, bali Yusha bila shaka alikuwa anaendelea kufuatana na Nabii Musa, lakini si muhusika tena. Kwa hiyo wanaohusika hasa ni hawa wawili. Fantalaqa, wakaenda hawa wawili Musa na Al-Hidhri, hata idha rakiba fi safinati, mpaka walipopanda katika jahazi. Kharaqaha, akaitoboa. Qala, akasema Nabii Musa, akharaktaha, hivi unaitoboa, litughriqa ahlaha, ili uwazamishe watu wa jahazi hili. Laqad ji'ta shay'an imra, kwa hakika umeleta jambo baya, umefanya jambo baya kabisa. Akharaktaha fantalaka hata idha rakiba fi safina, maana yake inaonyesha kwamba hapo baharini yule mwalimu alisema kwamba inatulazimu tuvuke upande mwingine au twende mbele zaidi, aima kuvuka ama kwenda mbele, lakini itatulazimu kupanda chombo. Kwa hiyo wakaomba kusaidiwa, kwa sababu kwa miaka hiyo haikuwa watu kwamba wanasafiri kwa gharama kama ilivyo leo katika, yani si jambo la kawaida watu kusafiri kwa kugharamia usafiri, bali watu walikuwa wanasaidiana. Kwa waliomba kusaidiwa na wakakubaliwa kupewa msaada. Baada ya kupewa msaada, Nabii Musa alipomwona huyu mtu anaharibu chombo, anakifanya kiwe kinapitisha maji, anakitia ila, akamwambia, utalipaje ihsani waliotufanyia hawa watu kwa nuksani? Watu wametufanyia wema, kwa nini unawafanyia uovu? Kwa hiyo akamwambia, kharaktaha, hivi unakiharibu chombo hichi, litughriqa ahlaha, ili uwazamishe watu wa chombo hichi, hali ya kuwa wao wametufanyia sisi ihsani kutubeba. Laqad ji'ta shay'an imra, jambo hili ulolifanya ni jambo baya kabisa. Qala, akasema, alam aqul laka. Al-Hidhri alayhi salam akamwambia Nabii Musa alayhi salam, je, sikukwambia? Alam aqul, je, sikusema? Innaka, kwamba wewe, lan tastati'a man sabra, hutaweza kustahamili pamoja na mimi. Qala, akasema, la tuakhidhni bima nasitu, kwa hili la kwanza usinichukulie, usinihukumu kwa sababu ya kile ambacho nimekisahau, yani nimesahau. Kwa hiyo si hiari yangu katika jambo hili, sijakusudia kukuasi ile amri yako ulionambia kwamba nisikuulize chochote mpaka wewe utakaponiambia. Wala turhiqni min amri usra, maana yake wala usinilazimishe katika jambo hili, min amri, katika jambo langu, usra, ukaniletea uzito katika jambo hili. Wala turhiqni, usinifanyie jambo ambalo litanitia mimi unyonge na uzito, nikawa naona taabu sasa mimi katika jambo langu hili, nikawa mimi siwezi tena kufuatana na wewe. Kwa hiyo naomba kwa hili unisamehe, kwa sababu nimefanya hili kwa kusahau. Katika tafsiri wamesema fantalaka hata idha rakiba fi safinati kharaqaha, maana yake fantalaka Musa wal Hidhru, wakaenda Nabii Musa na Al-Hidhru, yasirani ila an rakiba safinatan fil bahri, mpaka wakafika wakapanda katika jahazi katika bahari. Faqama Al-Hidhru bi kharqiha, Hidhri alayhi salam akaharibu chombo hicho.
katika hadithi imekuja hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari na sahihi Muslim, anasema kwamba walikwenda fantalaka alhidhr wa Musa yamshiani, wakatembea Nabii Musa na Hidhri ala sahili albahri, katika ufuku wa bahari. Famarrat biha safinatun, wakapitiwa na safina. Fakallamahum, wakazungumza nao, an yahmiluhuma, kwamba waomba na wao wabebwe katika safina hiyo. Faarafu alhidhra, wale watu wakamjua na alhidhri Abdullahi as-Salih kwa heshima yake. Fahamaluhuma, wakawabeba wote wawili, bighairi naulin, pasi na malipo yoyote. Faamida alhidhru, akakusudia au akafanya maksudi alhidhru ila lawhin, akaelekea ubao min alwahi safinati, fanazaahu, katika mbao za kile chombo akang'oa ubao huo au sehemu ya ubao huo, ili mradi akafanya kwa namna fulani ikawa maji yanaingia katika kile chombo kikawa si kizuri kama vile kilivyokuwa mwanzo, si salama tena kama vile kilivyokuwa mwanzo. Wa fi riwaya wajada maabir, walikuta chombo sighar kidogo, tahmilu ahla hadhihi sahil, ambao wanakuwa wabeba watu wa ufukwe ule, ukanda ule wa pwani, ila ahli hadhihi sahil al-akhar, kuwapeleka ng'ambu ya pili. Arafuhu, ambao walimjua yeye, faqalu, wakamwambia Abdullah Salih, ewe mja wa Allah mtukufu, mja mwema. Qala, akasema qulna li Sa'id bin Jubair hadir, je unakusudia, yani alikuwa anasimulia Sa'id bin Jubair, akaulizwa je unakusudia hadir? Qala naam, akasema ndiyo. La nahmiluhu bi ajrin, akasema huyu al-Hidri hatuwezi kumchukua yeye kwa malipo. Fakharakaha watada fiha watadan, akakiharibu kile chombo na akakiachia sehemu ya wazi ambayo maji yanaweza kupita. Qala, akasema Nabii Musa, akharaktaha litughriqa ahlaha, hivi unakiharibu chombo hichi ili uwazamishe watu wake? Yani unakifanya chombo hichi ambacho wenyewe wametupa nafasi sisi ya kutuchukua, wametupa lifti ya bure, wewe unawalipa malipo haya. Qaumun hamaluna, Nabii Musa alisema qaumun hamaluna bighairi nawali, bighairi nawlin, watu wametubeba sisi pasi na malipo. Ila safinatihim fakharaktaha litughriqa ahlaha, wao wametufanyia ihsani, vipi wewe tena unawaharibia chombo chao hichi? Nabii Musa ikawa akili yake haikubali, kwa sababu tulisema katika masharti ya mtu anayetafuta elimu anatakiwa awe na alwara na uchamungu ambao unamzuia kuingia jambo lolote liloharamishwa. Kwa hiyo alivyomuona Al-Hidhri anafanya jambo ambalo ni haramu, mtu alikufanyia ihsani, malipo yake ni ihsani. Mtu alikufanyia ihsani, ukimlipa isiyo kwa ihsani, umefanya jambo la haramu. Kwa hiyo ile uchamungu katika adabu za elimu ikamjia kwamba itakuwaje jambo hili linafanyika mbele ya macho yangu. Lakini pia ile ada yake yatokea mwanzo, Nabii Musa yeye ni kiongozi, ni nabii, kwa hiyo amezoea kuelekeza watu wengine. Kwa hiyo ikamzidi hiyo, akajisahau kwamba huyu ni mwalimu wangu na alishaniambia chochote atakachofanya nisimuulize, akajikuta anamkataza automatically, kwa sababu ilikuwa jambo hilo ni tabia yake. Popote anapoona munkar, Nabii Musa alayhi salam, kama walivyo manabii wengine, alikuwa anaukataza munkari huo. Qala, akasema Al-Hidhri, alam aqul, je mimi sikusema, innaka, hakika yako wewe, lan tastati' man sabra, hutoweza kustahamili pamoja na mimi. Ai qala Al-Hidhri li Musa, Hidhri alisema kumwambia Musa, alam akhbiruka, je sikukwambia wewe, bi annaka lan tutiqa sabra, kwamba wewe hutoweza kustahamili ala tibai, kunifuata mimi, lima tarahu min af'ali, kwa ile utakayoona kwangu mimi katika matendo yangu, allati dhahiruha munkarun kabih, ambayo dhahiri yake ni matendo yenye kuchukiza na matendo mabaya. Wa annaka lan tasbira, na kwamba wewe hutoweza kustahamili, an suali, ukaepukana kuniuliza mimi, an af'ali, kutokana na vitendo vyangu, liannaka lam tuhit biha khubra, kwa sababu wewe vitendo hivyo hujavijua elimu yake. Qala, akasema Nabii Musa kuomba udhuru kwa mwalimu wake, la tuakhidhini, usinipatilize, usinihukumu haraka haraka, bima nasitu, kwa sababu ya kile nilichokisahau. Nilisahau kwamba sharti lako ni kwamba nisikwambie kitu chochote. Wala turhiqini, wala usilifanye jambo hili kwangu mimi kwamba ni jambo
zito min amri, katika jambo langu hili, usra, ukatia uzito tena, usilifanye ni thaql, wala tukallifuni, usilifanye jambo hili yani rahika, ni kama mtu kwa maghashiyun anhu, jambo limemfunika. Kwa hiyo usinifanye jambo hili likanizidi kimo, usinifanyie jambo hili likanigubika wote tena nikawa mimi katika jambo hili la kusoma sina raha tena, limekuwa gumu. Kwa hiyo naomba unirahisishie, unipe msamaha, unipe udhuru katika kosa hili la kwanza. Kwa hiyo Al-Hidhri akampa msamaha kama ambavyo Nabii Musa alitaka katika jambo hili la kwanza. Qala Musa lilhadhri mu'tadiran, Nabii Musa alisema akiwa hali ya kuwa anaomba udhuru, la tuakhidhni billadhi nasitu, usinichukulie kwa jambo ambalo mimi nimelisahau, min ahdika ilayya, kwa ile ahadi yako kwangu mimi kwamba nisikuulize chochote, wa washtiratika, na lile sharti lako, alla as'alaka an shay'in hatta tukhbirani, sharti la kwamba nisikuulize kitu mpaka utakaponiambia. Kutoka kwa Ubay bin Ka'b, kutoka kwa Ubay bin Ka'b ndo hadithi ambayo tulikuwa tunaanza nayo tangu mwanzo, ni Ubay bin Ka'b, imma ya Ubay moja kwa moja au Ibn Abbas anasimulia kutoka kwa Ubay bin Ka'b. Qala kanat al-ula min Musa nisyanan, alisema Ubay kwamba ilikuwa lile jambo la mwanzo kwa Musa ilikuwa ni kutokana na kusahau, tofauti na jambo la pili. Jambo la pili lilipokuja la kuwa haikuwa kutokana na kusahau, bali alisema hapa sio kwamba nimesahau, unaua dhambi hii hata iwe vipi siwezi kustahamili. Ala kulli hali, jambo la kwanza hili lilikuwa ni kutokana na kusahau. Wala turhiqni ay wala tudayyiq alayya amri ma'aka, usilifanye jambo hili kwa la dhiki pamoja na wewe, watushaddid alayya fi suhbati laka min amri usra, wala usifanye jambo hili likawa zito kwangu mimi la kufuatana na wewe. Faida tarbawiyya, faida za kielimu. في قوله أخرقتها لتغرق أهلها نسيان نفسه عندما قال لتغرق أهلها وهو بين الراكبين. Alijisahau Nabii Musa kusema kwamba unataka kuwafanya watu wa chombo hichi wadhame, hali ya kuwa yeye mwenyewe yumo mule kwenye hichi chombo, yeye mwenyewe Nabii Musa, wa huwa baina rakibin wa huwa jadirun yanhamika bi amri nafsihi, na ilikuwa yeye akimbilie zaidi jambo la nafsi yake Nabii Musa, wama huwa muqdimun alayhi min su'il masir, na kwamba yeye ndio huenda akazama mwanzo zaidi, ikamfikia yeye mafikio mabaya zaidi kuliko wale watu ambao washazoea bahari. Wa inna ma hamalahu ala mudar bil inkari al-ijtihabu wal hamiyatu lilhaqi, lakini kilichompelekea hivi akakimbilia kutajwa kwamba unataka kuangamiza watu wake ni kwa sababu ya ile hali yake Nabii Musa ya kuwa na hamiyatu lilhaqi, alikuwa na ushabiki wa haki. Yani kama ambavyo tumesema, alikuwa anaona watu hawa wametulipa ihsani, wametufanyia ihsani, kwa nini unawalipa kisirani na nuksani? Kwa nini wewe unawafanyia hivi? Kwa hiyo hilo ndilo lilomfanya hata yeye nafsi yake yeye mwenyewe akajisahau, akawa anawatetea wale watu min babi ya kuona kwamba watu hawa wametufanyia ihsani, kwa nini tuwalipe nuksani. Qala la tuakhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra, akasema Nabii Musa, usinichukulie jambo langu hili kwa sababu nimesahau, na wala usinifanyie ugumu katika jambo langu hili. Fihi annahu yanbaghi lilinsan an yakhudha min akhlaqi an-nas wa muamalatihim al-afwa minha wa ma samahat bihi anfusuhum, wala yanbaghi lahu an yukallifahum ma la yutiqun au yashqa alayhim wa yurhiqahum, fa inna hadha mad'atun ila an-nufur minhu wasaama bal yakhudhu almutayassir litaysiri. Anasema kwamba katika jambo hili, katika aya hii inaonyesha kwamba ni jukumu kwa watu, lakini kwa walimu zaidi, bila shaka hata kama hajasema, kwa walimu zaidi kuwachukulia watu kwa pale makosa yao wanapofanya, aweze mwalimu au mtu mwingine kusamehe na asamehe kwa kadiri ambavyo wale watu inaweza ikachukua nafsi zao zinaweza zikaendana na hiyo hali yake. Wala yambaghi lahu an yukallifa ma la yutiqun, wala haifai mtu au mwalimu kuwakalifisha watu jambo ambalo hawaliwezi, au yashuka alaihim wa yurhiqahum, au kuwatia tabu katika mambo yao, au akawagumishia jambo lao. Wa inna hadha mad'atu ila nufuri minhu wasaama, kwa sababu jambo hilo linapelekea mtu kukimbiwa na watu. Mwalimu au hata asiwe mwalimu, ikiwa hawezi kustahimilia watu na anawapeleka watu katika mahali ambapo tabia zao haziwezi kustahimili, mtu huyo atapelekea an-nufur, hata kama lile analolisema ni haki. Ni kama ambavyo watoto
hurudi baada ya kugharamiwa na wazazi wao wakasomeshwa dini, wakirudi wakawaambia baba zao kwamba wewe baba ni mtu wa bid'a, wewe baba ni mshirikina. Jambo hili mtoto si mahali pake, alitakiwa aone kwamba yeye ameoneshwa na baba yake kwa gharama, bali kabla ya hapo baba yake ameanza kumgharamia tokea hajazaliwa, halafu kazaliwa akamfundisha katika dini, na baba yake namna anavyotaka dini ndo kamruhusu yeye ndiye akasome dini, na pengine kamgharamikia sehemu katika mafunzo hayo ili aijue dini, aijue haki. Halafu anakuja mtu kumbebesha baba yake kitu asichokiweza. Zinahitajika busara, inahitajika kuwatumia watu wanaofanana na umri na baba yako, hata ikiwa ni haki na kushambainishia, lakini kwa sababu wewe ni mtoto wake, bado tu utabakia ni mtoto wake. Si kila mzazi anaweza kuhimili hilo. Kwa mtu anaweza akasema kwamba mtu fulani tushamfikishia hoja za wazi kabisa, anamefanya inadi. Ndiyo, kwa sababu umempeleka katika jambo mala yutiku nafsa, jambo ambalo nafsi yake haiwezi kubeba, kwamba leo mtoto wangu ndo anakuja kunikosoa kiasi hichi. Wala si haki kwa baba kwamba wakatae haki kwa sababu waliwaambia ni mtoto wao. Hiyo si haki yao, lakini ile iliyopo katika jamii, ule uhalisia uliopo, uhalisia wa matokeo ya dawa ya watu wengi tu. Watoto wengi wamefika pahali mpaka wakwe zao wengine wanasema yule ni mtu wa bid'a, mwingine mzazi wake anasema ni mtu wa bid'a, mwingine mtu mshirikina, mwingine kaza na kaza. Nasema mimi nishambainishia haki, umembainishia, lakini je, katika uslubu ambao ndio, au ulimvamia ukampa vitu ambavyo nafsi yake haiwezi kubeba? Mtu anaweza akaikata haki kwa sababu tu ya namna ambavyo amefikishiwa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana watu kuweza kustahimilia watu na kusamehe na kuweza kutumia njia za busara, sio kuacha kulingania, la, lakini kutumia njia ambazo zitakuwa ni za busara zaidi. Wanakuja wanasema hapana, busara na hikma ni sunna. Ndivyo ambavyo Imam Shafi amesema. Ni kweli, alhikma ni sunna, lakini kila kitu kina mahali pake, kila kitu kinatakiwa kiwe mahali pake. Ukikiondosha kitu mahali pake, unakuwa vile vile umefanya dhulma. Kwa hiyo katika mafunzo ni kwamba Al-Hidhri alikubali kupokea udhuru wa Nabii Musa kwamba hili nilifanya kwa kusahau, kwa hiyo nisamehe, akamsamehe. Halafu tumeshasema fantalaka, wametajwa Nabii Musa na Hidhri peke yake kwa sababu ndio ilikuwa ni mahalul mawdhu. Ama Yashur ibn Nun, habari yake ni kama kwamba ilikuwa imekwisha. Halafu aya zinazofuata baada ya aya hizi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fantalaka, wakaendelea na safari yao, hata idha laqiya ghulaman, mpaka walipokutana na kijana, fakatalahu, akamuua. Yani Al-Hidhri alimuua huyo kijana. Qala, akasema Nabii Musa, akatalta nafsan zakiyatan, je, unaiua nafsi ambayo ni safi kabisa. Akatalta, jaua mtu mwingine, laqad ji'ta shay'an nukra, umekuja na sana. Kule mwanzo alimwambia laqad ji'ta shay'an imra, umeleta jambo chungu baya, linachukiza. Lakini nukra ni jambo ambalo ni munkari sana, linachukiza sana jambo hili, unamuua mtu. Qala, akasema alam aqul laka, je sikukwambia, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kwamba wewe hutoweza kustahamili pamoja na mimi. Hivi hapa kwa sababu jambo la kuua ni dhambi kubwa, Nabii Musa akatumia lugha iliyo nzito, akamwambia laqad ji'ta shay'an nukra, jambo ambalo ni munkari kabisa, linachukiza mno kuua. Hii ni jambo, sio kwamba hapa nasahau, lakini hata kama unajua elimu zaidi yangu, iweje basi ndo uhai wa mtu? Kwa hiyo hapa Nabii Musa alishindwa kabisa, sio kwa sababu ya kusahau, lakini anamwambia hili halistahamiliki, jambo hili ni ovu mno. Na naye Al-Hidhri kwa kuwa ameambiwa an-nukra, hakusema alam aqul innaka kama ambavyo alisema kule alisema kama kwamba hakumwambia yeye alam aqul, je mimi sikusema? Hajamwambia kwamba sikukwambia. Je mimi sikusema annaka, kwamba wewe lan tastati'a masa. Hapa anamwambia alam aqul laka innaka, sikukwambia wewe hasa si ambaye nilikwambia wewe kwamba hakika wewe lan tastati'a ma'iya sabra, hutoweza kustahamili pamoja na mimi, hutoweza kuwa na subra katika mambo nitakayoyafanya kwa sababu huyajui. Qala, akasema kwa hili nimefanya makusudi, hapa sijasahau mara hii. Kwa hivyo in sa'altuka an shay'in, kwa sababu ya uungwana, na kwamba hili jambo sio kwamba amefanya kwa kusahau, amefanya kwa makusudi, na anakumbuka ahadi aliyosema kwamba lan kwamba wala a'si laka amra, sitoasi amri yoyote kwako wewe,
Nabii Musa uungwana ukamshika, akamwambia in sa'altuka an shay'in ba'daha, kama nitakuuliza tena jambo jingine lolote kabla hujanipa habari yake, fala tusahibini, basi itakuwa ndio mwisho wa safari yetu, usisahibiane na mimi tena, usifuatane na mimi tena. Kad balaghta, umeshafikia min ladunika mimi udhra, sehemu ya wewe kufikia kuwa na udhuru. Anasema katika tafsiri فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، أي فانطلق الحضر عليهما السلام بعد ذلك بعد hapo يسيران إلى أن لقي غلاما، ومهو mpaka kukutana na kijana صغيرا mdogo, yani lam yablugh alhulm, hajafikiri, wakamuua. Musa wal Khidr katika hadithi ya Ubay, falamma kharaja min albahri marru bi ghulamin yal'abu ma'a as-sibyan, mtoto ambaye hajafikia. Ikitajwa ghulam katika lugha ni kijana ambaye hajafikia baligh, murahik, yani rika la anakaribia tu ameshakuwa adolescence, sio toddler, ameshakuwa adolescence lakini bado hajafikia baligh. Kwa hiyo ameshaanza kufikia kukaribia kuwa baligh lakini hajawa baligh. Na kinyume cha ghulam katika lugha ya Kiarabu ni aljariya. Aljariya wakiwa wengi aljawari, ni vigori ambao nao pia wameshaanza labda kufanya alama za matiti lakini hawajavunja ungo, hawajakamilika bado maungo yao, uke wao, yani ule ujana jike, utu uzima ujana jike haujakamilika. Kwa hiyo al-ghulam naye ni kijana barobaro anayekaribia kuingia baligh lakini bado hajaingia baligh, na aljariya ni kigori ambaye bado hajavunja ungo. Kwa hiyo alikuwa ni ghulamu ni yal'abu ma'a sibyan, kijana anacheza na watoto wenzake. فأخذ الحذر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. Wanasema Sufyan ambaye alikuwa anasimulia hadithi hii iliyotoka kwa Ubay bin Ka'b, akaelekeza kwa vidole vyake kama kwamba anazungurusha kitu. Wanasema Al-Hidhr alishika kichwa cha yule mtu akakinyonga, akafanya mfano kwa kutumia vidole vyake na mikono yake au viganja vyake kama kwamba yaktifu shay'an, kama kwamba anangoa kitu. Kwa hiyo Nabii Musa qala, akasema akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi, je, unajua nafsi safi kabisa, nafsan zakiyatan. Nafsan zakiyatan ni mahali katika mahali kwenye psychology, Islamic psychology na kwenye Islamic counseling ni mahallu alhadaf, yani ni muntaha arraghaib, ni bulughul maram, ni kufikia lengo, mtu kufikia katika nafsi ambayo inaitwa zakia. Katika psychology counseling siku zote lengo lake la mwisho yoyote iwaje, inaitwa katika marriage, ikiwa ni yani couple counseling, ikiwa ni ya mtu mmoja mmoja, ikiwa ni ya mzee, ikiwa ni ile ya kumtayarisha mtu kwa ajili ya kufa, counseling ya mwisho wa maisha, ikiwa ni counseling ya mtu kuwa broke, itakuwa na daraja huku chini, lakini lengo la mwisho kabisa ni kumfikisha mtu kufika kuwa nafsi zakia. Nafsi zakia ni ideal nafsi katika Uislamu, ambayo ni most purest form ya soul. Kwa ndio sehemu ambapo washauri nasaha wa Kiislamu wanatakiwa malengo yao ya kumfikisha mtu yafikie hapo, hata kama mtu atabakiwa na matatizo mengine. Na of course kufikia kwa nafsi zakia ni jambo ambalo ni ideal, kwa hiyo halipatikani, maana yake ni absolute, kila kitu kiwe safi, kila kitu kiwe katika imaginary form fulani, kama malaika ndio ambao wana nafsi zakia, au watoto kabla ya kufika baligh wakiwa hawajaanza kuandikiwa dhambi yoyote. Ama watu kawaida tunatofautiana, wengine wanakuwa katika nafsi al-ammaratu bisu, ambayo ndio nature ya nafsi ya kawaida, au mtu anaweza akapanda kidogo akawa katika nafsi al-lawama, au anaweza mtu akapanda zaidi akawa katika nafsi al-mutmainna. Hivyo nafsi zinapitana daraja na daraja, lakini daraja ya juu kabisa ni nafsun zakia, nafsi ambayo haina dhambi hata moja. Kwa Nabii Musa alimwambia kwamba katika aina zote za nafsi wewe umechagua ile nafsi ambayo ni safi kabisa kuliko nafsi zote, halafu ndo unaiua. Hili ni jambo ambalo ni la kuchukiza, ni munkar uliopitiliza kabisa ambao hawezi kustahimilika. Kwa hiyo qala Musa munkiran, Nabii Musa alisema kwa kumkataza ala alhadhiri qatl alghulam, kwamba amemuua yule kijana,
akatalta nafsan tahiratan min adh-dhunubi, umeiua nafsi ambayo ni tahara, haina dhambi. Nafsi zakia katika utu uzima ni kama nafsi ya mtu ambaye amerudi kutoka katika hija ambayo imekubaliwa. Hija yake ambayo imekubaliwa, mtu pale anaporudi pale kabla hajatenda dhambi yoyote, yule ndo anakuwa na nafsi zakia kwa muda mfupi, halafu akifika katika mazingira yake inatarajiwa ataanza tena kutenda dhambi. Au mtu anaposlimu, pale anaposlimu kabla hajaanza kutenda dhambi nyingine, muda ule pia mtu anakuwa katika hali ya nafsi zakia. Lakini katika hali ya kawaida nafsi zakia mtu akawa hana dhambi kabisa, hii ni nafsi moja ambayo ni tabu sana mtu kuweza kuiachieve, na ndio ambayo Muislamu anatakiwa awe anajitahidi kila siku kupiga hatua kuielekea hiyo, awe ana goal la kufika hapo, nafsi yake hiyo ni nafsi ambayo haina dhambi yoyote kabisa. Kwa hiyo nafsi ametafsiri nafsi zakia, amesema ni nafsan tahiratan min adh-dhunubi, na nafsi ambayo iko tohara, yani ni safi, haina dhambi yoyote, haijaanza kalamu kuandika makosa kwake yeye. Bighairi haqqin, basi na haki, yani mustanadin yukhawilu laka qatlahu, utakayoitegemea wewe kwamba iegemewe hiyo, iambiwe kwamba ndio sababu ya kumuua, kwamba labda naye ameua mtu mwingine, au ni jambazi anavamia watu katika misafara yao, au yeye ni mtu anayepingana na Allah na mtume wake kwa anafaa kuuliwa, au ni mtu ambaye amefanya kosa jingine ambayo hukumu yake ni kuuawa. Huyu hajafanya kosa lolote na bado ni mtu ambaye hana dhambi yoyote. Falam yaqtul al-ghulama ahadan hatta taqtulahu, hajaua kijana huyu mtu yoyote kwamba na wewe una halali wa kumuua yeye. Halafu laqad jita shay'an nukra, kwa hakika umefanya jambo lenye kuchukiza zaidi. Laqad fa'alta biqatlika al-ghulam bighairi dhanbin fi'lan munkara, yani umefanya kitendo ambacho ni munkar, ni jambo ambalo ni la kuchukiza na jambo ovu. Dhahira an-nakara, ambao kule kuchukiza kwake kuko wazi, hakujajificha ficha hata kidogo. Qala, akamwambia alam aqul in laka, je, sikusema, sikukwambia wewe, hasa wewe mwenyewe, innaka, kwamba hakika yako wewe, lan tastatia maya sabra, hutoweza kustahamili pamoja na mimi. Hii kwa wale watu wa hifdhi ni mahali pa kushika, kwamba kule alam aqul innaka na hapa alam aqul innaka, na kule shay'an imra na hapa shay'an nukra. Qala al-Hadir li Musa alam aqul laka min qabl an tashabani, sikukwambia kabla hatujafuatana, innaka lan tutiqa sabra ala ittibai, kwamba wewe hutoweza kustahamili kufuatana na mimi, lima tarahu min af'ali, kwa yale ambayo utayaona katika matendo yangu ambayo dhahiri yake ni yenye kuchukiza, lakini wewe hujui au ndani wake, na kwamba usiniulize katika mambo hayo mpaka ambapo mimi nitakupa taarifa. Kwa Nabii Musa akasema, qala in sa'altuka an shay'in ba'da, kama nitakuuliza kuhusiana na jambo lolote nitakalokuuliza baada ya jambo hili, fala tusahibini, ninakuruhusu sasa usifuatane na mimi, qad balaghta min ladunni udhra, umefikia level ya wewe kupata udhur kwangu mimi. Qala Musa lilhadhr in sa'altuka an ay shay'in, kama mimi nitakuuliza kuhusiana na jambo lolote, baada hadhihi almarra, baada ya mara hii, fafariqni, basi tengana na mimi, watu suhbati, na uachane kufuatana na mimi. Qad wasalta ila hali, umeshafikia katika hali, tu'dharu fiha fi mufaraqati, ambayo wewe utakuwa una udhuru, una sababu ya kuachana na mimi, wa tarki musahabati, na kuacha kufuatana na mimi, wadhālika bi'tiradhi marratayn, kwa sababu ya kule mimi kuingilia, kukatisha jambo lako kwa kuingilia mara mbili, wa ihtimali kali fihi, maana ule wewe kunistahimilia mimi katika mara zote hizo mbili. Na katika kisa imekuja rahmatullahi alaina wa ala Musa, Mtume sasa alisema rehma za Allah ziwe juu yetu sisi na juu ya Musa, laula annahu ajjala la raa alajaba, lau kama hakufanya haraka Nabii Musa angaliona maajabu mengi kwa al-Hidhri, yani mambo ambayo Hidhri anayajua ni mengi mno na mambo haya yote yalikuwa yana link na maisha ya Nabii Musa kama ambavyo tutaona huko mbele. Walakinahu akhadhathu min sahibatihi dhimama, lakini Nabii Musa ilimchukua yeye dhimama, yani ilimchukua haya, akashikwa na haya kwamba basi kila mara nakosea tu, na hapa nimefanya kosa kwa makusudi, halafu bado ananisamehe. Sasa hii imekuwa too much. Kwa hiyo akamwambia, sasa nikikuuliza tena usifuate tena nami. Akikusudia Nabii Musa kwamba litakalotokezea lolote lile, sasa sitomuuliza chochote atakachokusudia, sitomuuliza, ambayo ndio ilikuwa dhamira yake tokea mwanzo.
Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la sabara la raa al-ajab, na lau kama angalisubiri angaliona maajabu zaidi. Katika faida za kielimu, qaulullahi ta'ala, in sa'altuka an shay'in ba'daha, mpaka mwisho wake, fihi annahu yanbaghi lisahibi, inafaa kwa mtu alla yurafiqa sahibahu fi halati min al-ahwal wa yatruka suhbatahu hatta yu'tibahu wa yu'dhira minhu kama faala al-hadhru ma'a Musa. Anasema kwamba inafaa, hii inafundisha kwamba kinachotakiwa kwa mtu katika safari wakiwa wanafuatana na mwenzake, basi asimwache yule mwenzake katika hali yoyote, ala siache kufuatana naye mpaka yu'tibahu, yani yu'tibahu ay mpaka azala, a'tabahu ay azala shakwahu, wal hamzatu fihi lisalbi. Anasema kwamba kinachokusudiwa mpaka mtu awe ameondosha mashtaka yake yote kwa yule mwenzake, na yale aliyo, yani iwe hakuna tena kweli, hakuna kweli, amesema mpaka ametosheka yule aliyemfuata. Kwa hiyo na Hidhri anatufundisha kwamba yeye siye aliyevunja usahiba na Nabii Musa, bali Nabii Musa mwenyewe alifika pahali akasema, sasa hapa ikiwa nitashindwa tena itakuwa imetosheleza mimi na wewe kufuata nawe. Kwa hiyo mtu asimfukuze yule anayemfuata mpaka amuondoshee yote yale anayoyataka yule mtu, na mpaka yeye mwenyewe aridhike katika ule usahiba wake kwamba sasa hapa umesha yule anayefuata aone kwamba huyu mwenzangu ameshafanya jambo ambalo ni udhuru wa kutosha kwangu mimi, sasa naomba mimi ndiyo niachane naye. Hii aliyoisema hapa mtungaji au aliyoisema ni katika hali ambapo mtu anayefuata na yule mtu anayefuatwa ni watu wastaarabu waliostaarabika. Ama mtu jahil anaweza kuwa anakufuata na akawa anakukera, na wakati mwingine anajua kwamba anakukera na halafu anajisifu kwa kule kukukera. Huyu si mtu ambaye unahitajika kumsubiria mpaka yeye akutake udhuru, bali ni mtu ambaye unatakiwa kujitenga naye na kuweka distance. Professionally ni kwamba dealing with difficult people, wapo watu ambao ni difficult people kudeal nao, katika moja ya kufanya nao ni kuweka distance, sio kumkata moja kwa moja, kwa sababu kwa kumkata anaweza kukufanyia shari nyingine nyingi zaidi, lakini kujaribu kuweka distance baina yako wewe na yeye kwa mtu ambaye ni jahil. Ama mtu ambaye ni mstaarabu, basi ni vyema kwenda naye mpaka yeye mwenyewe atoe udhuru, yeye mwenyewe aseme kwamba mimi siwezi tena kuwa na wewe, na hilo ni jambo ambalo linawezekana kama yule mtu ni mstaarabu. Halafu akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zinazofuata, fantalaqa, wakaenda na safari yao, hata idha ataya ahla qaryatin, mpaka walipofika katika watu wa kitongoji, istat'ama, wakawaomba chakula, ahla hawa watu wa kitongoji hicho, faabau an yudhayifuhuma, wakagoma kuwapatia chakula. Adhiyafa maana yake ni kumpa mtu chakula, yani kumkaribisha mgeni ni kumkaribisha, kumpa chakula, jambo ambalo kwa miaka mingi ilikuwa ni utamaduni katika maeneo haya ya pwani na visiwani, kwamba mgeni akifika anakaribishwa chakula, basi angalau kama hakuna chakula angalau maji, jambo ambalo leo imekuwa nyumba inayofanya hivyo watu wanaishangaa. Ukienda nyumba ile unapewa chakula, ukienda nyumba ile unakaribishwa kahawa na visheti au na tende, ukienda nyumba ile wanakutolea, wanakupa juice. Jambo la kwanza kabisa, hili ni jambo ambalo lilikuwa kwa Uislamu ndio adhiyafa, ile kumkaribisha mgeni maana yake ni kumpatia kitu akafungua kinywa, kwa sababu huwezi kujua huko anakotoka ametoka katika hali gani. Si ustaarabu, si Uislamu, si ubinadamu kwamba mgeni mpaka akuombe maji ya kunywa ndio umpe. Faabau an yudhayifuhum. Kwa hiyo hawa watu nao hawakuwa wastaarabu, wakawa kama watu wetu wa sasa, wakakataa kuwakaribisha, kwa maana wakakataa kuwapa chakula. Fawajada fiha jidaran, wakakuta Musa na Al-Hidhri alayhim assalam jidaran, ukuta, yuridu an yanqadha, unataka kuanguka. Yuridu an yanqadha ni mahali pa fani za balagha ambazo ndio hizo leo ukizisema unaweza kaambiwa kadha na kadha, lakini yuridu an yanqadha katika hali ya kawaida ukuta hautaki, kwa sababu irada inatokana na moyo na akili, na ukuta hauna akili wala hauna moyo, bali kinachokusudiwa yuridu an yanqadha ni kwamba ulikuwa unaelekea kuanguka kwa kuchoka kusimama, au kwa ubovu wa kujengwa, au kwa sababu nyingine yoyote ile. Yuridu an yanqadha, unakaribia kuanguka. Fa aqamahu, akausimamisha, kwa maana ya kwamba wakauvunja alafu wakaujenga upya.
Kwa hiyo tabu ya njaa na kiu alikuwa nayo Nabii Musa. Wameomba chakula kwa watu wa mji huu, watu wa mji huu wamekataa kuwapa chakula. Nabii Musa akaona, na hapa hata kama sijasahau, lakini hii ni more than too much, kwa sababu ilivyo kawaida watu wanakufanya ihsani ndio wafanye ihsani, lakini watu hawa wametunyima hata chakula wametunyima. Hapa ni pahali pa kuondoka, twende pahali pengine, twende tukawa chakula. Sisi tumekuta ukuta mbovu, tena sisi tunawafanyia ihsani, na pengine kujenga ni mchana. Kwa hiyo wamefanya kazi hii ya ujenzi mchana. Nabii Musa anaambiwa lete hichi, na hayo si mambo yake. Yeye ni nabii na ni mfalme, ni mtu mkubwa katika familia yake, kwenda kwa kibarua hili jambo. Akasema hapana, hapa hili limezidi. Qala, akasema lau shita, ungalitaka basi kama ndio lazima kwamba ujenge, latakhadhta alaihi ajra, wale watu ungalipatana nao ukamwambia basi mimi nitakujengeni ukuta wenu ule pale mbovu, nipeni chakula, lakini unawafanyia bure. Hii haistahamiliki. Kwa hiyo Nabii Musa akaona hapa tena hakuna namna isipokuwa lazima hili alitapike, aliseme. Qala, akasema alhidhru hadha firaku, huku ni kutengana, baini wa bainaka, baina yangu mimi na wewe. Saunabiuka, lakini nitakwambia, nitakupa habari, bitawili, tafsiri, ma lam tastati alayhi sabra, kwa mambo ambayo wewe ulishindwa kuyastahimilia mambo hayo. Amesema katika tafsiri, fantalaka hata idha ata ahla qaryati, maana yake fantalaka Musa wal hadiru yasirani baada qatl al-ghulam, wakaendelea na safari yao baada ya kumuua yule mtoto, ila an balagha qaryatan, mpaka kafika katika kitongoji ambacho Allah hakutajia jina lake. Kwa hiyo hakuna haja ya kujikalifisha kujua jina, kwa sababu tunachotaka sisi ni mafunzo, wala sio kuainisha vitu na watu. Fatalaba min ahliha it'amahuma, wakawaomba watu wa kitongoji hicho wawalishe, yani wape chakula. Famtana, wakajizuilia, yani wakawanyima, an yanziluhuma, kuwakaribisha. Ndio tunasema ugeni. Kukaribishwa ugeni ni kupewa chakula, na ikitajwa nuzulan min ghafurir rahim, nuzulan maana yake ni karamu ambayo Allah atawatayarishia watu wa peponi, nuzulan. Kwa hiyo al-inzal wa an-nuzul ni ile adhiyafa, ni mtu kupewa chakula anapofika katika sehemu ya ugeni, au angalau kupewa kinywaji. Anyunziluhuma, kuwakaribisha, utumuhuma, na kuwapa chakula, lu'man minhum, kutokana na tabia zao mbaya, lu'man minhum, kutokana na tabia zao mbaya. Fawajada fiha jiraran yuridu yanqadha. Kwanza katika hadithi ile ya Ubay bin Ka'b imekuja kwamba ahla qaryatin liaman, watu wa kitongoji ambao walikuwa ni wabaya, ni wabakhili, ni watu sio wakarimu. Liam ni kinyume cha kiram. Kiram ni mtu mwenye kutoa, na liam ni mtu ambaye anazuia. Fatafa fil majalis fastat'ama, kwa hiyo wakawa wanatembea katika sehemu ambazo watu wanakaa kwenda kuomba chakula. Ilifikia hivi katika namna ambavyo Nabii Musa alidhalilika katika kutafuta ilmu na alipatwa na njaa. Kwa hiyo inasema katika sharti la mtu kupata ilmu ni kupatwa pia na njaa. Faaba wanyudhayifuhuma, wakagoma kuwapa ugeni, kufanya ugeni. Fawajada fiha jidaran, wakakutana na ukuta, yuridu an yanqadha, ambao unataka kuanguka. Faaqama, wakausimamisha, yani na al-Hidr akawa anasimamisha, na Nabii Musa akawa analazimika kusaidia. Fawajada Musa wal-Hidr fi tilka al-qaryati ha'itan, wakakuta ukuta mailan, umelalia, yushiku an yasquta wa yanhadima, unatarajiwa wakati wowote utaanguka na kuvunjika. Fa aslahahu al-Hidr al-Abdullah Salih, akaufanya vizuri. Fa aslahahu, yani akaurekebisha, akautengeneza. Wa addala mailahu fastaqama, na akarekebisha kule kuinama kwake, akauweka sawa sawa, kwa maana ya kwamba aliujenga ukawa sasa umesimama sawa sawa. Wa fi qissati Musa wal Hidr min hadith Ubay bin Ka'b, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faaqamahu yaqulu ma'ilun, akasema kwamba ulikuwa umeinama upande mmoja. Qala al-hadiru biyadihi hakadha faaqama, imekuja kwamba alisema tu kwa mkono wake kama hivi ukasimama. Imekuja hivyo katika hadithi ya Ubay, lakini kilicho dhahiri ni kwamba ilikuwa kuna kazi ya kusimamisha. Ndio maana Nabii Musa akamwambia kwamba kazi hii ya kusimamisha ungalichukua ujira.
wallahu a'lam wa ahkam, kwamba je, ni kweli Al-Hidhr alinyosha tu mkono wake au ilikuwa ni kazi ambayo Nabii Musa ilimchosha, ndio akaona kwamba kwa nini nisichukue ujira kwa kazi hii. Wa fi riwaya wa auma biyadihi hakadha wa shara Sufyan kaannahu yamsahu shay'an ila fawq. Anasema katika riwaya pia Sufyan alipokuwa anawasimulia hadithi hii kutoka kwa Ibn Abbas na kutoka kwa Ubay bin Ka'b, alisema kwamba Al-Hidhri aliashiria. Sasa hizi zote ni maukufu kwa Ubay bin Ka'b. Uhakika Allahu aalam, huenda ikawa ni hadithi, tutafuatilia zaidi labda kupata uhakika zaidi kwamba ikiwa ni maneno ya Mtume sallam, tutakuja kurekebisha hizi kauli, wa ila tunachofahamu ni kwamba Nabii Musa alijenga na Al-Hidhri ukuta huu, na kwa sababu ya machofu ndio maana Nabii Musa akashindwa kustahimili. Qala law shita latakhadhta alayhi ajra, qala Musa lilhadhir, akasema Nabii Musa law shita, ungalitaka, lam tuslih, usingalitengeneza jidara ahli hadhihi alqarya, huu ukuta wa watu wa kijiji hichi, al-liam ambao ni wakorofi, hata ya'tuka ujratan ala dhalika, mpaka wakupe malipo kwa jambo hilo, walam tuqimhu lahum majanan, wala usingali wa usimamisha bure bure. Katika riwaya nyingine imekuja kwa Ubay bin Ka'b kwamba alisema Nabii Musa alisema qaumun atainahum, watu ambao sisi tumewafikia, falam yudhayifuna, hawakutukaribisha, wamekataa kutukaribisha, walam yut'imuna, wala hawakutupa chakula. Lau shi'ta latakhadhta alayha ajra, ungalitaka na wewe ungaliwafanyia kazi hii kwa malipo. Ana katika hadithi nyingine imekuja pia kwamba ajran naakuluhu, ungalitaka tungalichukua malipo ili tuweze kupata malipo hayo, ili tupate chakula cha sisi kukila. Qala, akasema Al-Hidhru hadha firaqu baini wa baini, hivyo ndio kutengana baina yangu mimi na wewe. Ay qala Al-Hidhru li-Musa, sualuka li, swali kuniuliza kwako jambo hili, wa i'tiradhuka, na kuniingilia jambo hili, alayya fi'li limarrati thalitha, kuingilia mambo yangu mara ya tatu, sababu husuli al-firaq baini wa bainak, ni sababu tosha ya kupatikana kutengana baina yangu mimi na wewe. Waqad intaha ma bainana, kwa hivyo yaliyopo baina yetu yameisha. Falan tashabani ba'da al-ana, kwa hiyo mimi na wewe hutonifuata tena baada ya muda huu. Sasa unabiuka, lakini kabla ya kuondoka na kabla ya kuachana, nitakwambia vitawili kwa tafsiri ma lam tastati' alayhi sabra, kwa yale mambo ambayo hukuweza kustahamili kwa mambo hayo. Ai, maana yake sa ukhbiruka, nitakupa taarifa kabla mufarakati, kabla ya kuondoka, bitafsiri af'ali, tafsiri ya matendo yangu, allati ankartaha alayya, ambayo wewe umeyachukia kwangu mimi. Wala mtastati', wala hukuweza, antasbira ala suali, kusubiri ukaepukana na kuniuliza, anha, kukana mambo hayo, hata ukhbiraka, mpaka muda ambapo mimi ningalikupa habari, bihaqiqatiha, juu ya undani wa mambo hayo. Katika faida za kimalezi, fantalaka hatta idha ata ya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudhifuhuma falam yu'ta yata'azza bihadhihi alqissa, faman lam yu'ta yata'azza bihadhihi alqissa, wa kam mimman hana ala an-nasi wa huwa jalilun 'inda Allah. Anasema faman lam yu'ta, yule ambaye hakupewa, atakayeomba jambo halafu asipewe, yataazza bihadhihi alqissa, basi apate izza na utukufu kutokana na kisa hichi, kwa sababu kabla yake nabii katika manabii, mtume katika mitume, mmoja katika ulul azmi al-khamsa, katika mitume watukufu zaidi watano, aliwahi kuomba na hakupewa. Wa kam mimman hana ala nnasi, ni wangapi katika watu waliodhalilika kwa watu, wa huwa jalilun inda Allah, aliyakuwa yeye ni mtukufu mbele ya Allah. Kule kuomba halafu usipewe ni kudhalilika. Kule kuomba kwenyewe peke yake ni idhlali, halafu kuomba usipewe ni idhlali mara mbili. Na huwa idhlali hii haihisi yule anayeomba. Yule anayeomba akiwa ni mtu mstaarabu halafu akawa hajapewa, kwa sababu inawezekana ikawa mtu kajizuilia mara nyingi kabla ya kuomba, halafu pale anapokuja kuomba akawa hajapewa, huwa ni idhlali juu ya idhlali, kwamba kwanza hajistahimili muda mrefu sana, anaogopa kuomba, anajizuia, lakini akafika pahali akatangaza shida yake, akadhihirisha shida yake, halafu akawa hakupewa. Jambo hili huwa ni udhalili juu ya udhalili. Wa kam mimman hana ala nnas, lakini ni wangapi wanaodhalilika kwa watu, wa huwa jalilun inda Allah, aliyakuwa wao ni watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin, wa ila huna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Karibuni kwa maswali. Kama hakuna maswali, insha Allah tutakuja kuendelea kesho. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.